Biblia ikasema katika ile Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika mara baada ya taabu yao, maana matendo yao yafuatana nao. Taabu ni ipi? Lakini pia katika Bwana ni wapi? Lakini Kristo akasema kwa kuwa Kristo amefufuka, limbuko lao waliolala, limbuko lao waliolala. Lakini yeye Kristo anawamiliki wote walio hai na waliokufa. Lakini pia niseme point moja au neno moja, sentensi moja kwamba Kristo au mtu mimi au wewe akifa, kuna aliyekufa, mtu anakufa, lakini kuna mtu aliyelala. Biblia inasema waliolala katika Kristo, lakini sisi tunasema mtu amekufa. Je, nini kufa na kulala ni nini? Naam, shalom watu wa Mungu, niwasalimu kwa jina la Yesu. Tena leo nipende kuzungumza na nyie kidogo kwa habari ya watu waliokufa na watu waliolala ni wa aina gani? Maana Biblia inasema kwamba waliolala katika Kristo, waliokufa katika Bwana. Tunaona hapa katika Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 13 anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari za hao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kuwa kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Na maana Kristo amefufuka. Tunaamini sisi wenye imani ambao tunaamini katika Yesu kwamba Kristo alikufa akafufuka, akafufuka. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kuwa na imani na kuwa na hakika kwamba na sisi tutafufuliwa kama Kristo alipofufuka. Kumbe waliolala katika Kristo, wale watu ambao walikuwa wanaishi maisha ya utauwa, maisha ya wema, maisha ya fadhili, maisha ya uaminifu, maisha ya huruma, maisha ya upendo, maisha ya utu na ubinadamu, hao ndio waliokufa katika Kristo, ambao Kristo atawafufua. Nao ndio waliolala katika Bwana au katika Kristo. Tunaona hapa katika Wakorintho wa kwanza 15 ule mstari wa 20. Biblia inasema au maandiko yanasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa hiyo Paulo hapa anaandika kitu kimoja, anasema kwamba kama Kristo hakufufuka, basi imani yetu ni bure. Kristo alifufuka ili na sisi awe mtangulizi wetu, limbuko, mtu wa kwanza kufufuka, na sisi tujue kwamba kumbe kuna kufufuka. Ndiyo maana akasema kuna uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Maana yake ni kuwa na uzima wa uhakika, kwamba ukiwa unaishi una uzima, na ukiwa umekufa basi na wewe bado una uzima. Huo ndio uzima wa milele, maana yake umilele. Yani ukiwa hai una uzima, na ukiwa umekufa una uzima. Lakini yule mtu ambaye anaishi katika matendo ya ufisadi, matendo ya urafi, matendo ya uasherati, matendo ya uzinzi, akafa kwa hayo matendo, hajamkiri Kristo na kumrudia yeye na kugeuka na kubadilika, huyo mtu akiishi amekufa na akifa amekufa. Kwa hiyo mtu aliyekufa katika Kristo au katika Bwana ni yule mtu aliyekuwa na maisha matakatifu, maisha safi ya kumpendeza Mungu na wanadamu. Huyo mtu akifa anakuwa amekufa katika Bwana au amekufa katika Kristo. Kwa hiyo Kristo atamfufua siku ya mwisho. Ndio maana hapa katika Ufunuo wa Yohana hapa katika sura ile ya 14 akasema kwamba kumbe mtu aliyekufa katika Bwana ni aliyeishi yale matendo au aliyeishi zile tabia za Kristo, aliyeishi kwa kufanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Huyo ndio mtu aliyekufa katika Bwana. Tuangalie hapa katika 13 Ufunuo wa Yohana 14:13. Biblia inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Wapate kupumzika mara ya taabu, baada ya taabu yao, maana matendo yao yafuatana nao. Eli. Yani maana yake Eli ni watu wenye tumaini kubwa,
wenye nafasi kubwa, heri, blessed one, yani wenye mvuto kwa Mungu ni heri, wana heri hawa watu ambao wanakufa katika Bwana, wanakufa wakiwa wameishi maisha ya ukamilifu, maisha ya utaua, maisha ya uchaji, maisha ya kuzishika amri zake, maisha ya kutenda yale yaliyo mapenzi yake. Wana heri, maana yale matendo yao, kumbe matendo yetu tukifa yanafuatana na sisi, maana matendo yao yafuatana nao. Maana mara baada ya tabu yao au watu waliokufa katika Bwana wana heri, lakini kwamba kwa sababu matendo yao baada ya kufa yanafuatana nayo. Kumbe matendo yetu yanafuatana na sisi. Tunapoishi yale maisha ya ubaya, ya uovu, ya uchafu, matendo yetu yanafuatana na sisi. Lakini tunapoishi matendo mema ya kumpendeza Baba yetu wa mbinguni, matendo yetu nayo pia yanafuatana nayo. Kwa hiyo mwisho namalizia nikisema kwamba heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika mara baada ya tabu yao. Maana mtu aliyeishi katika Bwana, akiishi ameishi, ana uzima, akifa bado anaishi. Huyo ndio mtu aliyelala. Lakini yule mtu aliyekuwa anaishi maisha maovu, maisha ya ubaya, maisha ya makosa, huyo mtu akifa, akiishi anakuwa amekufa, na akifa anakuwa amekufa. Naam, nishukuru sana kwa kunisikiliza na kunitazama. Niishie hapo. Nilikuwa nazungumzia kwa habari ya wafu wafao katika Bwana. Naam, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote. Amen.